Ni siku ya tatu ya wiki ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ninaamini kwamba hali yako ni nzuri tu, unaendelea tu na kushuhudia wema wa Mwenyezi Mungu, na pia unaendelea na kuona baraka zake asubuhi ya leo. Mimi hapa ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tukazidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madhingau Yata Pastorate Machakos Sub Quarter, nikitumai kwamba baraka nazo utaweza na kubarikiwa na utaweza na kuzipokea. Karibu. Ni asubuhi njema ambayo Mungu wetu ametujalia. Mtazamaji, mahali popote ulipo, ningependa kuchukua nafasi hii ni kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ujambo. Nataka kukukaribisha tukaweze kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo, tukiendelea tu na wakati huu mzuri wa mfungo. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunakuinua, tunakusifu kwa ajili ya nafasi njema ambayo umetupa na uhai wa bure. Asante kwa kutuhifadhi maisha yetu wakati huu, na neno lako lililo mbele yetu ambalo tunaenda kulisoma. Mungu, tunaomba ukaweze kutujalia neema na ukaweze kutupea Roho Mtakatifu akaweze kuwa mwalimu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa tukasome neno la Mungu kwenye kitabu cha Luka mtakatifu, mlango ule wa 14, mstari wa 7 hadi huo wa 14. Tusome pamoja. Akawaambia mfano wale walioalikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe, akaja yule aliyewaalika wewe na yeye na kukuambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali ya nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili anjapo yule aliyekualika akuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila anjikwezaye atadhiliwa, naye anjidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu, waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, maneno mazuri aliyofundisha Bwana wetu Yesu Kristo, na aliyasema wakati kama huu akielekea Yerusalemu, alipowaona vile watu wanajiinua, wanajikwaza, wanataka kujionyesha, akatoa mfano kama huu. Na ni mfano mzuri wakati kama huu. Mtazamaji, ndugu mpendwa, ningependa kuendelea na kujulisha ya kwamba wakati huu ambao ni wakati mzuri wa kutafakari mambo ya Kristo, pia ni wakati mzuri wa kunyenyekea.
yaani kunjizusha, si kunjikwaza, kwa sababu unaponyenyekea, unaenda chini, unamlilia Mungu, unapiga magoti, unaomba, unatubu. Yes, unajipeana maisha yote na akili yote kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili angalau aweze kukukubali, upate nafasi ya kumkaribia. Tazamaji, Yesu ametoa mfano mzuri. Akasema, unapoalikwa na yeyote yule, utakapofika usiweze kukimbia ukaketi viti vya mbele, bali uketi nyuma. Itakuwa vyema watu waone heshima yako, na yule aliyekualika aje akuchukue nyuma na aweze kukuweka kiti cha mbele. Kwa mfano ni kwamba tuziweze kujiangalia na tuone jinsi tulivyo. Tusijiinue kwa ajili ya kuwa Mungu ametubariki na mambo mengi, ama Mungu amenibariki na masomo, Mungu amenipa mali, Mungu amenitendea hiki kuliko wale wengine. Kama ni hivyo, ni kumshukuru Mungu, kwa sababu yote ni ya Mungu. Na wakati tunapochangamana na wale wengine, kama wakati kama huu, ni wakati wa kunyenyekea. Hata si wakati wa kujiinua, kwa sababu hata Biblia inasema ukijiinua utashushwa, na ukijishusha utainuliwa. Kwa hivyo mara nyingi hata wale ambao tunahudhuria makanisani siku ya leo, kuna wengi, baadhi ya wengi hawaendi kumwabudu Mungu, hawaendi kunyenyekea ili wapate mambo mazuri kutoka kwa Mungu, lakini wengi wanaenda makanisani kujionyesha. Wengine wanaenda ili wakaweze kutambuliwa, fulani na fulani amekuja, fulani na fulani amefika, njoo huku salimie watu. Na ijapo kuna siku moja ambayo mwenye kuongoza ibada atasahau, huyo mtu atatoka akiwa amekasirika, kwa sababu hajatambulika. Lakini Yesu amefundisha nini? Kunyenyekea, kujishusha. Utaenda tu unyenyekee, kwa sababu unapoenda katika siku ya ibada, unaenda unamtolea Mungu roho yako, unamuomba, unatubu, unafanya kila jambo ili aweze kukukubali huyo Mungu. Hata mimi sitambui kama kunaye yeyote ambaye amekuja kuomba Mungu, kwa sababu yeye ana mahitaji yake, yeye ana mambo yake. Kuna ile sababu ambayo imemleta. Kwa hivyo sababu yetu siku ya leo, mtazamaji, ni ya kwenda kunyenyekea kwenye kiti cha enzi, si ya kujiinua. Hata kama niko na uwezo kiasi gani, hapana. Uwezo huo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Wakati huo hata mimi sitaki kutambulika kama inanifaa chochote. Hata mimi si kitu machoni pa Mungu. Mimi tu ni mtu wa kuhurumiwa. Mimi tu ni mtu asiye na chochote, kwa sababu kama ni masomo ni Mungu tu, kama ni mali ni Mungu tu, kama ni nini, kama ni cheo ni Mungu tu. Hiyo si ya kuwadhulumu wengine ama kujiinua na kuonyesha tu mimi ndio boss, mimi ndio mkubwa. Hapana. Yesu anatufundisha ni heri kunyenyekea, usijitambulishe, wacha utambuliwe. Wakati kama huu ambapo tunaendelea na mfungo wetu, ni wakati wa kujishusha, kuanguka, kumuita Kristo. Sisi ni watu ambao hawafai. Tunaenda chini, tunatoa maisha yetu, na kama tu niko na kitu ambacho Mungu amenibariki nacho, ni wakati wa kumbariki asiye naye.
Ni wakati wa kumuinua mwingine, lakini sio mimi nijiinue. Jaribu kumhesabu mwingine ndio mzuri kukuliko, lakini si kujionyesha. Unyenyekevu ni mzuri, kwa sababu Mungu wetu atatuona, na anapozidi na kutubariki na anaona hizi baraka waumizi wenzetu, anaendelea tu na kumimina baraka kwetu. Lakini tunapojiinua na kujitambulisha na kujisifu, Bwana atatushusha, na unaposhushwa utakuwa mtu ambaye ana maana. Tunyenyekeeni kwenye kiti cha enzi. Ni wakati wa kuanguka miguuni pa Bwana. Ni wakati wa kujishusha. Ni wakati wa kutafakari sana. Ni wakati wa kujiona mimi si kitu, bali ni Kristo. Huo ndio wakati mzuri. Tusijaribu kujipa majina makuu, tusijaribu kujiinua, tusijaribu kujigamba. Tumwachie Mungu ili akatuinue yeye mwenyewe kwa yale mambo ambayo tutakuwa tukiyafanya kwa mapenzi ya Mungu. Bwana na akubariki, na Bwana akubariki tena na tena, na alibariki neno lake. Tuombe. Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya fundisho ya siku ya leo. Hakika sisi tunataka kujishusha ili tukaweze kunyenyekea kabisa, na tunajua ya kwamba anayenyenyekea, anayejishusha, na yeye huinuliwa. Mungu, pokea sifa na utukufu, kwa sababu wewe ndiye Mungu mkuu, na yote yanayotendeka kwetu ni kwa nguvu zako. Tubariki na tuwe na wakati mwema. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Unyenyekevu na moyo wa kutoa bila kutarajia malipo. Kutokana na hili fundisho tumeweza na kujua kwamba unyenyekevu una umuhimu wake katika maisha yetu. Yesu anasema usikimbilie viti za mbele. Maana wakati ambapo umeweza na kukimbilia, na uwe sio wewe ambaye ulikuwa ufae ama ulikuwa ukae pale. Wakati ambapo utakuja kuamshwa, kuonyeshwa mahali ambapo unafaa na kukaa, utaweza na kupata aibu. Utaweza na kuona kwamba ni kama umedharauliwa. Lakini sio madharau, kiburi yako ikakupeleka kule. Yule ambaye unyenyekea ukwezwa siku moja. Jifunze na Roho Mtakatifu atusaidie sana tuwe na roho ya unyenyekevu kila wakati. Maana wakati ambapo uko na roho ya unyenyekevu, kuna wakati ipo siku Mwenyezi Mungu ataweza na kukuinua yeye mwenyewe. Kiburi huleta aibu, unyenyekevu huleta heshima. Wakati ambapo umenyenyekea, umeenda umekaa tu mahali, hata uko nyuma, kuna tumwa mtu ama watu wanakuja kukuamsha na kukwambia kwamba haufai kukaa huko nyuma ama hapa katikati, lakini kiti chako kile uko mbele. Hebu ona ile heshima. Lakini kutolewa mbele, kurudishwa nyuma. Hebu ona sasa. Kama ni kiburi, huwa inapeleka tu mtu huko. Tujifundishe kunyenyekea kila wakati. Toa bila kutarajia kurudishiwa. Yesu anatufundisha kualika maskini, vilema, vipofu, wale ambao wajiweze. Sio lazima mpenzi mtazamaji mbariki ama uweze na kumsaidia yule ambaye maybe nyumaye ataweza na kukusaidia ama ataweza na kukurudishia. Baraka zimo pale kwa watu ambao unawasaidia, lakini hakuna hata kurudishiwa, maana hawana. Lakini kwa wengi sasa hapo tumeanguka. Wakati ambapo ninanunulia mtu kitu, ninanunulia yule ambaye anaweza kesho kunibaya hiyo kitu, kunibariki kama vile ambavyo nimeweza na kumbariki.
Baraka zimefichwa tu pale kwa wale ambao ni maskini, wale ambao hawajiwezi, wale ambao wanalia hapa na pale. Hao ukiwasaidia wale ambao hawezi wakakurudishia, baraka ziko pale. Utakuwa tu unainuliwa siku baada ya nyingine, unabarikiwa siku baada ya nyingine. Utaona hata wale wengine ama watu wengine hapa kando wanashangaa, imekuwa namna gani? Huyu ameinuka hivi haraka haraka, imekuwa namna gani? Lakini kuna kitu fiche, kuna baraka umezitafuta kutoka kwa watu kama wale. Baraka ya kweli hutoka kwa Mungu. Tungoje hizo baraka za kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ingawa watu hawezi wakakulipa, lakini Mwenyezi Mungu atakulipa wakati wake. Utalipwa. Hata utaanza kulipiwa tu hapa tu katika uso wa dunia. Saidia wale wengine. Saidia hata wale ambao hawajiwezi, wale ambao hawezi wakakurudishia. Hakika baraka utaweza na kuziona. Hakika uzao wako utakula mema yako. Utapokea baraka nyingi kwa sababu ya mema yako uliowatendea na wengine. Bye bye.